Familia wa Mapro TV, karibu sana katika segment hii ya matukio, ambapo kubwa zaidi leo hii tunaangazia kile kinachoendelea kule nchini Iran, ambapo tunafahamu fika ya kwamba vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kati ya Iran dhidi ya Israel na Marekani vimepelekea kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Bwana Ali Khamenei, ambaye alikuwa ndio kiongozi mkuu kabisa wa taifa la Iran, lakini pia imesababisha kifo cha msaidizi wake Ali Shamkhani, ambaye pia ni miongoni mwa makamanda wakubwa sana katika jeshi la nchi ya Iran, kitendo ambacho nchi ya Iran imeweza kuitangazia taifa hilo rasmi leo hii kwamba Ali Khamenei amefariki dunia kutokana na mashambulizi ya jeshi la Marekani wakishirikiana na Israel. Ikumbukwe tangu Rais Donald Trump wa Marekani ameingia madarakani kwa kipindi cha awamu ya pili, ameweza kutekeleza mashambulizi kadhaa kuwalenga viongozi wakuu wa jeshi la Iran, ambapo tunakumbuka mwaka wa 2020 aliyekuwa Jenerali Qasem Soleiman aliweza pia kuuliwa na mashambulizi ya jeshi la Marekani, ambapo tuliona pia Iran ikiwa imelaani vikali na kuahidi kwamba wanakwenda kulipa kisasi kizito sana kwa Marekani kutokana na kitendo hiko, lakini tukaona mashambulizi ya hapa na pale ambayo hayakuwa na faida kubwa sana kwa nchi ya Iran. Sasa ni kugusie kidogo ni kwa namna gani Ali Khamenei ameweza kuingizwa katika targeti na jeshi la Marekani na Israeli na kupelekea kifo chake. Kumbukwe kwa muda kadhaa Marekani na Israeli wamekuwa katika mazungumzo ya kujaribu kusuluhisha mgogoro huu ili waweze kukubaliana, lakini mazungumzo hayo yamekuwa ni moja kati ya njia ya mtego kwa viongozi wa Iran, na tunakumbuka hata kipindi ambacho General Qasem Soleiman kabla hajafariki, Marekani walitengeneza mtego wa kuwaingiza viongozi wa Iran katika mazungumzo, hali ambayo Iran wanajisahau katika kuhakikisha kwamba wanawatengenezea ile defense kubwa sana viongozi wao, na mwisho wa siku wanakuwa huru. Na kipindi ambacho mazungumzo yanaendelea, Marekani amekuwa akitrack maeneo muhimu ambayo viongozi hao wamekuwa wakiishi ama kujificha, ambapo kunakuwa na mashambulizi ndani ya taifa hilo. Kitendo hiko kilimuondoa Jenerali Qasem Soleiman, na ndicho hiko ambacho kimekwenda kumuondoa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran Ali Khamenei. Bado taarifa hazijawekwa wazi kwa rais wa nchi hiyo kama yupo hai ama amefariki, lakini kwa mujibu wa tangazo la Rais Donald Trump la jana usiku, kiongozi mkuu Ali Khamenei ndiye alikuwa amefariki dunia kwa uhakika kabisa, na Rais Donald Trump alikuwa ametangaza. Iran imetoa siku 40 za maombolezo kufuatia kifo cha kiongozi huyo mkuu, lakini inavyosemekana ni kwamba Ali Khamenei katika kipindi hiki cha miezi miwili tayari alikuwa ameshakabidhi uongozi kwa mrithi wake ambaye hajamweka wazi, na hii inashuhudiliwa kuwa ni kweli kwa sababu kwa mujibu wa ripoti zinadai kwamba Ali Khamenei aliuliwa katika mashambulizi ya asubuhi ya Jumamosi, na kifo chake kimekuja kutangazwa leo asubuhi siku ya Jumapili, kitendo ambacho kinaonyesha kwamba mashambulizi ambayo yamefanyika siku ya jana yalikuwa yanafanyika kipindi ambacho tayari Ali Khamenei ameshafariki, kwa maana Irani imeshambulia nchi kama Dubai, imeshambulia kule Qatar katika kambi zile za jeshi la Marekani, lakini wakati huo kiongozi huyu mkuu ameshafariki. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mashambulizi ya Iran kwa sasa yanaratibiwa na kiongozi ambaye tayari amesharithishwa mamlaka na Ali Khamenei kabla ya kufariki kwake. Kwa hiyo kwa tafiti zinadai kwamba kuna uwezekano mkubwa Irani ikaendeleza mashambulizi
dhidi ya kambi za Marekani. Lakini pia inawezekana kukatokea matumizi ya mabomu ya ballistic ambayo yana uwezo wa kusafiri miles nyingi sana, na Marekani yenyewe ilithibitisha kwamba Iran ina baadhi ya makombora ambayo yana uwezo wa kufika ndani ya nchi ya Marekani. Licha ya kuwa na uwezo mkubwa sana wa kuzuia makombora hayo, lakini kuna uwezekano baadhi ya makombora yakawa yamepenetrate na kuingia moja kwa moja katika ardhi ya Marekani. Tusubiri kwa kina taarifa za rais wa Iran, bado yupo hai ama naye amefariki, kwa sababu miongoni mwa waliofariki ni pamoja na msaidizi wa Al Khamenei ambaye anafahamika kama Arisham Khan, ambaye pia ni moja kati ya waratibu wa jeshi la Iran, na inavyodaiwa kwamba ni miongoni mwa watu muhimu sana katika kutengeneza zile formation za mashambulizi katika vita hivi dhidi ya Marekani. Tusubiri kwa kina taarifa zinazokujia hivi punde. Nitakuletea kwa kina ni nini ambacho Marekani anakilenga nchini Irani, ni tactics gani ama techniques gani ambazo Marekani amekuwa akizitumia ndani ya jeshi la Iran ili kuweza kuwashinda. Hayo yote na kuletea soon tu katika video inayofuata. Hakikisha tu unabonyeza neno subscribe, kisha unabonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa muhimu kama hizi ambazo zinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mapro TV. Hakikisha umegusa neno subscribe, itakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mapro TV.